Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunisikiliza lakini pia na kunifuatilia. Mungu amenipa neema, lakini leo topiki inasema ulimwengu wa roho ni uhalisia 100% kwa sababu ya siri hizi 7 za rohoni na usipuuze. Ukisoma Yohana 6:63 maandiko yanasema maneno yangu, kumbuka Yesu ndo anayesema, ni roho tena ni uzima. Lakini pia ukisoma kile kitabu kitakatifu cha Wagalatia 5 mstari ule wa 16, maandiko yanasema tukienenda kwa roho hatuwezi kuzitimiza tamaa za mwili. Lakini pia maandiko yanasema Mungu ni roho. Kwa hiyo wanaomwabudu lazima wamwabudu katika roho na kweli, na Mungu anapendezwa na watu hao. Soma kile kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 20 mpaka 24. Sasa kuna vitu ukianza kuviona kwenye maisha yako utajua kabisa Mungu ni roho na ulimwengu wa roho ni wazi wazi. Cha kwanza, roho zilizowahi kuondoka kurudi kwako. Unaweza kushangaa ni mtu alishawahi kufa, unaona kwenye ulimwengu wa roho unamuona labda ni mtu ambaye alikuwa ni mwema kwa Mungu au ni mbovu kwa Mungu. Yule Mungu aliyemchagua akiwa anarudi utashangaa anakuja kwa mema na kwa utakatifu. Unaweza kushangaa ni mtumishi fulani alishaondoka duniani lakini anakuja kukusaidia kwenye ulimwengu wa roho, au ni ndugu anakuja kukusaidia. Ina maana hiyo roho huenda Mungu alikuwa anaitumia au ilikuwa ni roho ya Mungu. Lakini wale wanaokuja kwa uovu unaweza kushangaa mababu, mabibi, kwa hizo zinageuka ni roho za mizimu. Kumbuka mwanadamu anapokufa, alipokuwa anatenda mema anakuwa ni mali ya Mungu, anawekwa sehemu inayoitwa paradiso, sehemu ya mangojeo, sehemu ya raha. Lakini wale waliokufa katika dhambi wanakuwa ni kuzimu na ni mali ya shetani mpaka siku ya hukumu ya mwisho, mpaka siku ya jehanamu. Kwa hiyo shetani anaweza kutumia zile roho kurudi kuzidi kuharibu uko, kwa sababu wale wanakuwa ni mali zake. Ndio maana tunamuona hata Musa kipindi kile amekufa, shetani anaanza kupigania mwili wake. Lakini pia tunamuona Joshua yupo bado duniani, kwani Joshua, lakini tunaona kwa sababu alikuwa mchafu, shetani alikuwa mkono wake wa kulia anapambana kumvuta mpaka alipobadilishwa akavalishwa mavazi masafi. Kusoma kile kitabu cha Zekaria sura ya 4. Sasa pia ukisoma Yuda sura ile ya 1 mstari wa 9 na wa 14 utagundua vizuri Mungu anachosema. Kwa hiyo kwa sababu hiyo utagundua kuna roho za mizimu, una maana za mashetani, roho zilizokufa kwenye dhambi, lakini kuna roho za baraka ambazo Mungu pia anazitumia kwenye ulimwengu wa roho. Ina maana zile Mungu anaweza kuzitumia ni mali yake kwa sasa. Lakini mwisho wa mwisho zile zilizotenda mabaya zitahukumiwa jehanamu, lakini zile ambazo zilitenda mema zitaurithi ufalme wa mbinguni baada ya hukumu ya siku ya mwisho shetani atakapohukumiwa. Kwa hiyo jichunge, jilinde, jiangalie ni nini unafanya, unaishije, unawaza nini na una uhusiano gani na Mungu. Usipojua Mungu wako na ukatembea kwenye misingi yake, mwisho kitakuwepo kilio na kusaga meno. Lakini kitu cha pili ni ndotoni. Angalia, unapolala unaona ndoto, unaona maono, unashangaa nafsi yako, roho yako vikitembea hata sehemu ambako haujui. Unashangaa vinavamiwa, muda mwingine uko kwenye vita. Sasa kulingana na mawazo yako unayoyawaza, maneno yako unayoyatamka, matendo yako, mwongozo wa roho ya Mungu kwenye maisha yako, unaweza kuona kwenye ulimwengu wa roho unapata baraka au unapata maangamizi. Mungu anaweza kukuonya, Mungu anaweza kukubariki, Mungu anaweza kukuepusha na maovu, Mungu anaweza kukutendea mema au kuruhusu shetani akuangamize au kukupa taarifa za shetani anayetaka kukuangamiza kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka Mungu ni Mungu asiyeonekana kwa macho, ni roho na ni uzima. Shetani ni roho na ni mauti. Kumbuka nafsi yoyote itendayo dhambi ni mali ya shetani. Soma Yohana wa 1:3-8. Lakini yule asiyetenda dhambi, yule mwovu hamgusi, huyo ni mali ya Mungu. Soma kitabu cha Yohana wa 1:5-18. Kwa hiyo ndoto, maono,
Mungu anazungumza na sisi na anatuonesha kabisa roho zetu ni kitu ambacho kinaweza kuangamia au kuokoka. Kumbuka Mungu anamiliki roho za mwanadamu na za wanadamu wote. Yeye ndo amemuumba mwanadamu, akamruhuku duniani, akamweka. Kwa hiyo tunapotembea katika misingi yake, ina maana kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu wa ndoto na maono, sauti na nguvu ya Mungu itaanza kuonekana. Lakini tunapotembea katika misingi ya shetani, unashangaa mambo mabaya, uchafu, tabia chafu na vita vinaanza kutuandama, na unashangaa tunakosa nguvu ya kushinda kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Lakini pia angalia mafanikio hapa duniani. Unapotembea vizuri na Mungu unaweza kushinda. Unapotembea vibaya na Mungu unashangaa unashindwa. Kumbuka Yeremia 1:18 hadi 19 anakuambiaje? Anakuambia hivi kwamba utashindana lakini hawatoshinda, watapambana lakini hawatoshinda. Lakini pia soma kitabu cha Isaya 54:17, anakuambia kila silaha itakayofanyika juu yako haitofanikiwa, na kila ulimi utakao kuhukumu katika kuwa mkosa utahukumiwa. Lakini kumbuka, angalia vita unayopigana rohoni, ndio utakapogundua Mungu yupo. Angalia watu wanatoa kafara, angalia vita inayotokea. Unaweza kuona watu kwenye ulimwengu wa roho, unaona uhalisia na unakuja kutokea. Unaweza kuona mtu anakufa kwenye ulimwengu wa roho na ni kweli anakuja kutokea kufa. Jua hizo roho kwenda haziendi hivi hivi, zinaenda nyingine kwa Mungu, nyingine zinakuwa mali ya shetani. Kwa shetani ni hukumu na mateso, lakini kwa Kristo Yesu ni uzima wa milele. Lakini kitu cha tatu, angalia kivuli chako. Ukiwa hai kinaonekana, ukishakufa kimepotea. Na hiyo ni kanuni na ishara. Kipindi unazaliwa, kivuli chako kinaelekea mkono wa baba, aidha wa kuume au wa kushoto au katikati au upande wa mashariki, magharibi au kwenye utosi wa jua. Kwa hiyo lazima ukubali kutembea katika misingi ya Mungu. Lakini kitu cha nne, angalia mashambulizi rohoni na majinamizi yanayokuvamia. Utagundua unapotenda dhambi au ukamkosea Mungu, unashangaa kuna mashambulizi, mara unaziniwa, mara unaibiwa, mara uko peku, mara unafanyaje. Lakini unapotembea na Mungu utaona matunda, utaona baraka, utaona kibali. Sasa jua Mungu yupo na anatenda kazi ndani ya maisha yetu. Kumbuka Yohana 1:4 anakuambia aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye duniani. Lakini Wafalme wa 2:6-16 anakuambia walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio upande wa adui. Kipindi kile cha Elisha walipokuja kumvamia, akaoneshwa Gehazi, akafumbuliwa macho, akaona jeshi kubwa la Mungu. Ndio maana kipindi kile Yesu anakuja kukamatwa, akasema au hamjui naweza kumwambia Baba na kumomba Baba akanitumia zaidi ya majeshi 12 ya malaika. Lakini maandiko yatatimizwaje? Lakini kitu cha sita, chunguza uharibifu wa shetani unaoendelea kwenye jamii, kwa watoto wako, kwa maisha yako, kwa familia. Angalia vitendo vichafu vinavyoendelea. Jua Mungu yupo na shetani yupo anaharibu. Yohana 10:10 inasema shetani alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu, lakini Bwana Yesu Kristo amekuja kutupa uzima kisha tuwe na utele. Lakini cha saba na mwisho, angalia ukombozi makanisani. Kama ni makanisa ya kweli, angalia wachawi wanavyoharibiwa, angalia wanavyojitangaza, angalia siri na ajenda za shetani anazozifanya, angalia mapando yake, angalia neno linavyosema walipolala adui akapanda magugu kwenye ngano. Angalia shetani ni simba angurumaye anayetafuta watu au mtu ammeze. Angalia neno la Mungu Isaya 42:22 anasema Mungu mwenyewe kwamba watu hawa ni watu waliofungwa, wametekwa, wamewekwa kwenye magereza, wamewekwa kwenye mashimo. Hakuna mtu aokoaye na hakuna mtu anayesema arudishe. Lakini kilichowafunga ni nini? Ni kwa sababu watu tumemwasi Mungu. Rafiki yangu, lini utaanza kumjua Mungu? Kumbuka Isaya 59:1-2 anakuambia mkono wa Mungu haukupunguka ili usituokoe, na sikio lake si zito lisitusikie, ila maovu yetu yametufarakanisha naye. Anasema kwenye Isaya 1 kuanzia mstari wa 10 mpaka 20, anakuambia tujioshe, tujitakase, tutende haki, tuwasaidie yatima na wahitaji, tuwe tayari kuacha dhambi, na hapo ndipo tutaweza kufanikiwa, na hapo ndipo tutakapokula mema ya nchi. Lakini tukikataa tukaasi, tutaangamia hapa duniani na kisha mwisho wa mwisho tutaenda jehanamu. Lakini tukitenda mema hapa duniani, nafsi zetu na roho zetu zitafanikiwa na miili yetu itakuwa salama hapa duniani. Lakini mwisho wa uzima wa milele tunaupata miili yetu ikihuishwa, roho zetu zikihuishwa, na nafsi zetu zikihuishwa, na Roho Mtakatifu kutawala milele na milele. Nawapenda. God bless you. Be a shining star. Jesus holy name. Shalom.